Haleluya. Kwa hiyo hayo ni mambo ya muhimu sana. Inaweka vitu hivi kwa nini? Kuna vitu kama hivi ni masomo kabisa ya kufundisha watu. Lakini kuna wakati lazima uweke kama dondoo kwa watu ili angalau wawe na kitu fulani kwenye maisha yao wakielewe. Unajua imani lazima uwe umesikia. Haleluya. Imani lazima uwe umesikia. Ndipo imani inaweza kuumika sababu ya kile unachosikia. Imani inakuja kusikia. Unaposikia ndio unaweza kujua mimi ni nani, natembea kama nani. Kwa hiyo sio kubahatisha tena. Ukiwa kubahatisha ni rahisi kuacha imani. Kwa sababu hauelewi unachofanya, huelewi ni nani. Baada ya sasa kwa nani, huelewi. Kama dini imekwambia mtu akifa mfuko umepotea, chochote kila kitu anakuwa ndio basi yani maisha hivi. Kwa hiyo tunaishi kwa sababu mimi nikifa mambo yameisha, kwa hiyo inakuwa hamna hesabu nyingine yao. Hii ni mfu imempoteza zaidi tushamuua. Yanatembea kwa katika mauti. Hayuko uzimani. Niliwahi kuwafundisha kuambia Yesu anasema ya kwamba ananiamini ni yeye Yesu. Amepita kutoka mautini, ameingia uzimani. Sikia wewe. Asema mtu akiniamini mimi, amepita kutoka mautini ameingia uzimani. Maana yake nini? Kumbe mtu kama hajaamini Yesu ni Bwana na Mwokozi na hajaokoka, anatembea katika njia ya mauti. Ndio maana ndio tunafunga na kutokea Yohana mwambie ya kwamba Yohana wale watu wana majina ya kuwa hai lakini wamekufa. Maana yake ndio wana majina ya kuwa hai. Unaitwa fulani, unaitwa majina mfano majina fulani, unaitwa Suzana, unaitwa Sinani, kitu gani? Suzana, si Yohana, si nani unaitwa na wao. Lakini kimsingi sababu ya kupokea Yesu Kristo kama Mwokozi wako, unakuwa ni mtu anatembea katika njia ya mauti. Kwa hiyo unakuwa jina la mtu aliye hai, lakini umekufa. Sababu gani? Uko kwenye njia ya mauti. Yaani wewe unatembea uko tayari ni mtu wa mahesabu ya kuzimu. Anaamini Yesu ndio anaongoza maisha yake, anakuwa amepita njia ya mauti, ameingia njia ya uzima. Kwa hiyo anaishi katika maisha ya wokovu duniani. Anaishi tayari mahesabu yake au mbingu zinamtambua huyu ni wa uzimani. Na kule ni siri nyingine. Baada ya mtu kuwa ameokoka, kama umeshakusikia watumishi wakisema msifikiri fashion kwamba Bwana Yesu katika maisha yangu naomba jina langu lifutwe katika kitabu cha mauti, naomba uliandike katika uzima milele, kuanzia leo sitaki shetani kazi zake. Yesu, umeshasikia hii sala ikizungumzwa. Hii sala sio bahati mbaya wala sio ya kubahatisha. Hii sala ni sala ya ukweli. Hata kama uliongozwa ukiwa unafikiri masiara, naomba ufute leo. Ni kweli. Mtu wakati akiwa katika upotevu, majina yake au jina lake huwa linaandikwa wapi? Kitabu cha watu wanaoenda jehanamu au upotevu. Anapomwamini Yesu ni Mwokozi wa wake, jina lake linafutwa kule kitabu kile. Na hiki kitu si kile kitabu cha mabaya kama ungejua leo. Watu wengi wajue na tena wapatie siri nyingine leo. Watu wengi wajue. Wao nadhani ni Mungu mbinguni. Na ndio tu. Wao nadhani wao wanafikiri hivyo. Nataka kutoka kutoka hiyo. Wao nadhani Mungu mbinguni ana kitabu cha uzima na cha mauti. Kwa kufanya dhambi anakuandika kitabu cha mauti. Ukiokoka anakuandika uzimani. Najua hiyo wapenzi wafikiri ndio hivi. Sio kweli. Mungu kule mbinguni na sio yeye anaandika wala andike. Hii kazi wanafanya malaika. Sio yeye. Yaani sasa anaweza kuambia Mungu ndio anaandika baba. Yuko sana kodi akili ndio yeye. Yeye anatoa amri. Anaambia
yule andika. Yule yule gafa yule ameokoka. Mwandika. Naona kule kwa Mungu kipo kitabu kimoja, kitabu cha uzima wa milele pekee. Kingine hiki cha uovu, kitabu cha kwenda jehanamu, kitabu cha jehanamu kiko wapi? Anacho Lucifer. Alienacho ni Lucifer. Ndio maana ukiokoka anajua umeokoka shetani. Kwa nini? Jina lako moja kwa moja automatically linafikia pale hapo. Anayeona yote ya wako na damu shetani na damu zao zote anazopata. Kwa hiyo ana uwezo wa kusomea, ndio maana anakushtaki nani? Kwa Mungu. Huyu mtu bora anakumpa. Huyu wa kwangu ana 1 2 3 4 5 6 7. Naona sio? Ni jina lako leo ni kitabu chake liko bado. Ndio nasikia hizi ni mstari wetu anashtaki muda wote. Kwa hiyo mwanadamu jina lako linaapia kwenye kitabu chake kile. Kule mbinguni Mungu kitabu kimoja sana. Bwana Musa anaambia Mungu, kama utawasamehe hao watu ndio wewe pale uongoze, basi na kuomba ulifute jina langu kwa kitabu ulichoniandika, nifute. Musa aliweza kukata kwamba ameandika alikuwa. Musa ni miongoni mwa manabii wa kale ambao walifanikiwa kuonesha na Mungu mambo ya siri za mbinguni yote mmoja wa Musa. Ndio maana Musa alikuwa mlimani wakati ili aandike Torati. Mungu alimwonyesha kitabu kwanza. Akaambia wewe jina lako liko huko. Akaliona jina lake, akasema jina lake liliona. Akaambia Mungu hivi, kama mtu asamehe unaendelea uongoze, basi jina langu liko katika kitabu kwako ufute. Musa aliweka kama kitabu jina lake. Alionyeshwa kitabu akakiona na jina lake ndio hili hapo jina langu. Kwa hiyo jamaa akaelewa anajua mimi nani. Musa. Lakini kule kitabu cha utawala shetani siku gani? Kitabu cha dhambi hakipo mbinguni wale. Mungu akaenda utafu. Mungu akaandika akaenda utafu. Kwa Mungu mbinguni kama mdanganya mtu kwa dini yake si gani kudanganya kuogopea. Hakipo kitabu cha waovu mbinguni, hakipo. Wapendwa, sifundishi kitu cha kubahatisha. Sifundishi jambo la kubahatisha, nafundisha kwa ukweli kabisa. Sikiliza, nafundisha na Mungu alivyokuwa alitini. Haya yazungumza neno lake nasema hivyo. Usifikie tazungumza kwa kichwani, hapana. Ufunuo na ukio kwa kile ufunuo kwa mtumishi wake. Siku zote inalifaa katika nini? Katika maandiko. Ukisoma maandiko utaona mbinguni kila mahali ni kitabu cha uzima. Kitabu cha uzima. Kitabu cha mbinguni. Huoni kitabu cha jehanamu ni hakipo. Soma Biblia utaona hakipo. Kule kunaandikwa mbele watu hawana kweli. Ndio maana malaika rekodi jina lako ni kitabu cha uzima. Moja kwa moja na kiti chako kinaandikwa kwenye mbingu. Yesu akasema nakwenda kuangalia makao. Mahali nilipo nani makao, kuna makazi. Mtu akiamini, akiokoka, jina lake na wanawali sajili, halafu na kiti kinaandaliwa kabisa. Kabisa. Na malaika saa ile wanachukuliwa kwa ajili ya kufanya kazi na wewe. Wewe utaenda kulinda wewe. Mara moja anatumwa. Kule mbinguni anasema kutumwa. Hii ni sisi tunasema. Mbinguni anasema kurusha. Anarusha, yaani kumrusha. Anafanya tunamna hiyo.
kwa fasta toki kwa. Yaani mambo yanaona ni tata ni cherehani. Sio ni cherehani. Yaani baba niko hapa nimekuja nisamehe dhambi mimi mwenye kosa baba unaona pale mchakato unaendelea fasta. Malaika shwa kuja kuhudumia haraka wa kila ikara. Halafu kule majina yameandikwa. Kitu kinaandaliwa haraka sana, kinaandikwa jina lako mbinguni kabisa. Na malaika wanajua kila jina la mtu. Usidhani jina hilo lilokuja kutumika mbinguni sio. Majina yale pale ni mapya mbele. Usifikiri hayo yanatia. Kule mbinguni majina ni mapya, hapo iko si. Yanaandikwa namna ya kodi ambayo ni ya kichwa sana. Ile kodi ile malaika. Wewe Mungu ataka kurudia unajua hiyo kodi. Kinyume na hapo uijui hiyo kodi kamanda. Utajua. Utaona kiti kina herufi moja ya jina na ujui jina lake. Wewe jina lako kwa nani? Wewe jina lako ya kweli. Tazama uone pedi ndio uone herufi na ndio pale. Kwa majina yale mapya unaweka pale. Mungu alishora jina. Mimi na wewe tunaongea jina, chukua jina la fulani, chukua la fulani. Lakini Mungu anayo mengi sana. Kama malaika zake mbinguni, hakuna hata mmoja linaloongea hapo. Malaika ni wengi kuliko wanadamu, kuliko majini. Malaika ni wengi. Na wanaidara mbalimbali. Na wote wanapatia mmoja kwa jina lake pekee. Hayachangani kwa huyu na huyu fanana. Kila mmoja la pekee. Kuanzia wale wakuu mpaka wale wa chini. Wote kila mmoja kwa. Na Mungu bado amesaza majina. Kwa hiyo sana ya kwamba ile siku kila mtu atakuwa jiwe jeupe au jiwe la jiwe limeandikwa jina jipya ambalo mtu mwingine asijua isipokuwa alipokea tutaliona. Kama ufikiri jina jipya yaani kwa hiyo fulani si kitu gani? Hiyo inafutwa hiyo. Hiyo inaishi hapa. Sema mimi maandiko yangu la mbele tufutwe. Hamna hiyo. Hakuna. Hiyo ni hapo na kwa duniani ya fulani. Hiyo bali nite inafanya toa jina sasa jina hili nipe hili. Mnachukua mapema hamna shida. Hamna shida. Na Mungu anaruhusu. Lakini yale kwa ajili ya wanadamu, kwa ajili ya wenyewe wanadamu. Kule kuna jina jipya. Jina jipya hilo linaloandikwa kule, malaika wanajua. Wanatoa kodi ya wewe. Iko hivi. Vile unavyoona duniani, kila mtu akinunua simu, anachukua anatoa line yake sio? Unaweka. Mtu akipiga line yako, unapata wewe peke yako. Hamsemi kwa wawili na moja. Ikipiga piga fulani ndio unapokea wewe sio? Na mbinguni kwa hiyo kila mmoja alipewa. Sasa malaika wanaanza kodi za wanadamu waliokoka wanafahamika kule. Kila mmoja ameweka kodi yake. Hapo hiyo itakuwa hii ni adafa full. Hii ni fulani yani huyo aliyelengwa ndio huyo. Hawachangani mama. Sasa malaika aliyekosea kaenda kwa fulani. Hiyo haipo. Malaika aliyebishwa akaenda akakosea akaenda kwa fulani akaacha kuja kwangu. Hayo majini yanafanya kazi sio. Halo. Vitu kama hivi lazima ujue, usikae ujui. Sio kama mbinguni kuna kama miwili, hata miwili mbele. Hiyo kimoja tu cha uzima wa milele. Kimeandikwa ndani na nje. Kimoja cha mashtaka hata Ibilisi. Ibilisi alikuwa tena hata siku moja. Usitegemee. Ibilisi anakueleza wewe utafuata, utasadaka, ukasaidia yatima. Ibilisi anataka wewe mtu. Ibilisi anataka mema anataka. Ibilisi anataka makosa. Yeye ni mtu wa makosa, anaangalia makosa. Mungu anafundisha watu fulani, na ngoja nikiongeze leo hapa leo.
Yamkini wewe ni miongoni mwa watu ambao waelewa. Niko naambia wanadamu wengi hata pasha mjini, hata pasha mjini. Nikaambia wanadamu wengi unafikiri kwamba hawapendi kweli? Hawapendi mambo ya mbinguni? Nikawaambia wanapenda. Nikaambia kwa nini naongea uongo? Nikawaambia kwa nini naongea uongo? Kwa nini napenda adanganye ndio aone sawa? Nikaambia sababu ni kwamba baada ya Adamu, mtu wa kwanza Adamu na Hawa kupotezwa na Ibilisi. Na maana sasa Ibilisi yeye ni Mungu tangu mwanzo alimuacha. Nikaambia hapo ndio Adamu na Hawa waliingia kwa uzao wa mauti na uongo. Sababu shetani baba wa uongo alimuacha. Kwa hiyo akawa amewapatia roho. Wakawa ndani ya mauti na uongo. Sasa wakaanza kuzaa. Shughuli ya nje. Walipoanza kuzaa, wakamzaa Kaini. Kaini ndio mtoto wa kwanza kuzaliwa, ambaye ndio lango. Unaona wale? Siku zote lango katika familia yenu mpendwa. Kama wazazi hawako na Mungu, lango anaomba vitu ya kazi. Huyu lango anapoingia, anapotoka, kwanza ni uingia, halafu kutoka. Yeye ndio lango kama. Sio mchezo. Sio mchezo. Anabeba takataka zote. Unaelewa? Kama wale wazazi kuna laana wanaye, huyu lango ni mtoto wa kwanza. Anabeba takataka zote kama huyu. Ndiye anayemtazama mama yake kama huyu na tumbo lake. Hawa wanaofuata wanakuwa free kwa ajili ya huyo bwana. Ndio mtu wa kwanza walikuwa ni sadaka kama huyu. Ni sadaka kwa shetani au kwa Mungu? Mtoto wa kwanza, mimi wa kwanza wa kwanza, mjukuu wa kwanza ni mwenyewe. Kwa hiyo mimi ndio wa kwanza kuzaliwa. Kwa hiyo mjukuu wote ndio mjukuu wa kwanza. Sasa yote ni kwa ndio baba wote mjukuu wa kwanza. Mtoto wa kwanza. Kwa nini baba alizaa mdogo sana? Miaka 6 tayari kazaa. Naona shughuli hiyo kwa hiyo kama. Sasa mtu ambaye anasema kumleta tabia hii kama sasa tutacheka. Hiyo ni shughuli. Mambo ya kazi. Siyazungumzie ni haya. Turudi. Sasa huyu mtoto wa kwanza anapokuja kuzaliwa, ndio tunamkuta Kaini kwa mara ya kwanza. Kaini anabeba mimba wakati tayari umefukuzwa Edeni Adamu na Hawa. Na adhabu ya laana imeshatoka kwamba baba au mwanamume atakula kwa jasho. Ardhi itamzalia vitu na mashambani kalima, lakini kwa jasho. Mama huyu tamaa yake kutoka kwa mumewe, lakini pia atazaa kwa uchungu. Kumbuka Adamu anaambiwa ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Laana ikabebeshwa kwenye ardhi. Kwa hiyo ardhi atalima, itachipuza, atakuwa ardhi. Kwa mazao yote na kila kitu kutokana na ardhi kinakuwa kina nguvu ya laana. Kumbuka ardhi ina kila kitu, madini yote, maji yako ni ardhi. Na wanyama wote watakula vichipukazo kutoka kwenye ardhi. Kwa ardhi ina manage kila kitu cha mwanadamu. Mpaka mwenyewe mwanadamu mwenyewe. Ardhi ina manage. Sasa laana inasema juu ya hiyo ardhi. Ambayo kila kitu inakimiliki. Alafu ibeba laana. Unaona? Jamaa angalia. Alafu mama anaambiwa zako uchungu. Angalia, mtoto wa kwanza anaingia kwenye laana hiyo. Kwa kuwa lango ndio anatoka hiyo laana. Kumbuka aliyewadanganya ni muongo na ni muuaji, Lucifer. Sasa Kaini anazaliwa, anatoka tayari na roho ya uuaji na uongo. Kwa mara ya kwanza ni mtu aliyeweza kuwa mtu, ndiye aliyeweza kudanganya mtu. Adamu hakudanganya Hawa wala Hawa hivyo. Lakini Kaini anakuja kudanganya ndugu yake Abeli. Anamwambia twende uwandani, twende uwanda, twende tupige story naye.
Sisi tukaangalia mazingira kidogo kule kuwani. Anamwambia na jamaa anakubali. Si ndugu yako anaenda nyakunyaka. Anamkizia kwa nyuma. Anaua. Swali la kuja, uliona aliona naye anaua, kaile kwa hiyo naye anaua. Wakati yeye baba yake na mama yake ndio wale, mdogo wake ndio mzee wao, wao pamoja hao. Ambaye kwa hapo tunakuwa. Sababu yeye lango alisema spirit ya shetani ambayo ile kwa sababu kabeba uongo na uuaji. Kwa sababu shetani ni mmoja mwanzo. Kwa hiyo Kaini anataka hivi kwa sababu ya lango. Mungu inamsaidia kumtetea kukomboa Kaini. Kata sadaka alimwambia hivi. Jamaa wale akasema, anaambia hivi, kwa nini unashukia? Umekasirika kwa sababu unatamani si ungefanya vyema ili upate neema kama mwenzako? Basi sikiliza, Mungu unajua huwa hafanyi hukumu yoyote kama hajaanza kusaidia Bwana. Mungu anaanza kuweka njia ya msaada. Akaambia tubu maana dhambi iko wapi? Iko mara na kungoja. Yaani kama umetoka shamba kwa mapema na kitu na kungojea kwenye mlango. Kwa hiyo andaa mazingira mazuri mapema. Jamaa akapuuzia neno la Mungu. Ndio sasa anapenda kumuua ndugu yake na mwanadamu, alafu anamficha kwenye mtano. Hivi arudi bwana anatembea burudani. Sasa mmoja mmoja kwa sije kwa Sirele hiyo ni na huko na huko. Sirele kwa kutafuta mambo hayo. Ameenda wapi? Adamu na Hawa wajui. Na yeye anawaambia sijui ndio wapi. Anakuja Mungu tena. Anamfuata kwa peke yake. Kaini. Anawaambia hili swali analomuuliza ni kwa ajili ya kutafuta toba Bwana. Kwa Kaini, Mungu anarehema jamani, acheni tena. Kabla ya kutenda mabaya anasaidia kuzungumzisha ili wache. Na pia ukifanya mabaya pia Mungu anafanya hukumu haraka, si mwepesi wa hasira. Pia anatafuta na utengeneze tena. Mwacheni Mungu wewe Mungu. Mimi nawaelewa. Ndiyo na wanaenda kuambia Mungu ni mbaya, Mungu ni mkali, Mungu wako wewe Bwana hakuna. Mungu anajenga process mbalimbali kwa ajili ya kusaidia mtu ili awe salama. Ndio hata jana alianza kwa ajili ya shetani malaika zake tu, sio mtu. Hiyo ndio hivyo. Hii si dada leo, ndio Mungu yeye mmoja ndio haramu. Sio kweli. Sio kweli. Kama jana leo kwa leo. Jana ya leo mapema. Kwa jana shetani malaika zake tu. Mungu anamwambia Kaini, ndugu yako yuko wapi? Na uko wapi? Anamtafuta jamaa akae pale atengeneze. Jamaa anajibu kibali na ujeu. Kwa nini ulizo ndugu yako? Mungu akasema wewe elewa bado kama mzani. Sababu ni Mungu anajua chochote afisi sijaona. Anaambia hivi, damu ya ndugu huyo, anaeleza damu ya ndugu huyo inalia kama hali inamuua ndugu yako. Ndio hapo ndio anaelewa. Kumbe anauliza kama anaelewa sio niuliza. Ndio jamaa anashuka. Ndio anatulia. Kwa sababu ya kelele na Mungu. Mungu anaanza adhabu kwa nani? Kaini. Ndio jamaa anaelewa kwa Mungu basi. Ndio sasa sikia. Naongea kwamba Mungu katika upendo wake huo naona bado anatafuta mtu aweze kurejea katika mpango wake mzuri. Mtu akishakuwa ni mzaliwa wa kwanza, siku zote huyu mtu anakuwa ni aina ya sadaka. Sadaka hii kwa Mungu aliye hai wa kweli na kwa shetani pia huwa ni sadaka. Huyo awe mnyama au mwanadamu, akishakuwa wa kwanza anaitwa kifungua mimba. Mzaliwa wa kwanza limbuko. Naona huwa ni sadaka. Kama ujue limbuko lote ni sadaka. Sasa kwa nani ndio pia
ni kwa nani, lakini kwamba sadaka ila sadaka kwa nani inakuja? Je, ni kwa Mungu mtapeleka ama kwa shetani? Ndio maana wengi wapeleka watoto wao, wanyama wao kwa mashetani. Ni kweli sadaka, lakini sisi mmeingiza uharibifu kwa laana kwenye uzao wenu, kwa sababu mzaliwa wa kwanza wenu mlimkabidhi kwa shetani. Yamkini na wewe unajua hiyo. Hata mimi naamini nilifanywa hivyo. Sikuona lakini najua nilifanywa hivyo. Sababu walikuwa watu ambao kweli hawana Mungu kwa kweli. Lazima niwaambie mimi vile nini? Kuna kwenye nani, kuna nani anakuja mle ndani, kuna sharaba zile ndani zinafungwa kwamba wanajua asipate nini, asishtuke sio na nini. Yote ni uongo. Unafungwa ile mkono na kiuno. Yaani umezaliwa wafu kwa shetani. Mtoto wako. Kwa kuwa Mungu huwa anawateua watu kama mtoto wa mazao. Ndio maana neema hii na neema hii tunakutana nazo, tunaokoka, tunaokoka. Lakini ingekuwa sio Mungu ana neema, jamii ya South Africa hii watu wengi wangeshia jehanamu wengi. Sababu wengi walikuwa wafu kwa shetani walipozaliwa tu. Wazazi wao walikuwa nani? Kwa shetani. Ndio maana kazi moja kubwa sana ya kushughulikia malango wazaliwa wa kwanza ni heri kwa wazaliwa wa mnyama na nafuu kupesi kuliko mwanadamu. Kwa mwanadamu mashughuli kwa sana. Huu mzaliwa wa kwanza wenu ndio maana asilimia kuwa wengi na wale wengine na siri nyingine ndio wewe ukiona nyingine. Na maana wengi sana kwao wazaliwa wa kwanza kwao ndio wanatana sura nyingi kupita kawaida kwenye maisha yao. Watu hawajui sababu. Na ndio wanawapenda waombei. Wanakosea kwa kuombea wale malango yanashambuliwa na kupigwa. Ibilisi anaangalia pale pale. Pepo zinaangalia pale, wachawi wanaangalia pale. Kwa mtu wa mzaliwa wa kwanza. Wengi mambo yao wengi yamekorogwa. Hayako sawa sawa, yamekorogwa. Mapambano hizi yanapambana huko, mapambano hizi anakorogwa. Sawa wale mlimo wapio kama tunataka kuendelea chini. Hana wanaenda kuombea, hana kumwambia Baba Mungu, mwangalie uzao wetu. Mungu mlinde, hawana uoga. Wamwachia msitu ule aje mwenyewe. Asilimia kubwa wanangu, tafuta watu wazee wa kwanza wengine. Usitumie Mungu ya kumwambia kwa kukini. Wewe sasa chunguza kwa mwingine kumwambia wa kwanza kila sehemu. Afu ongea maisha anaishi. Hata kama mfanikiwa kimaisha na hela mmoja tena, kuna mambo yanamchakata, yanamsumbua, yaani yeye peke yake kuliko wengine wote. Sio jambo lingine, ndio lango. Ibilisi anapambana pale pale ile vitu yake hapo kwenye lango. Unaona kazi hiyo? Kwa sababu unapokoka malango kuna msaada upata kwa sababu umeokoka. Sasa wakiokoka malango ambao mimi mmoja wao wakishaokoka malango sio vita imeisha. Vita sio imeisha. Ile wanapata msaada wa nguvu za